Taharuki kubwa imetanda katika ukanda wa Mashariki ya Kati kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi yaliyolenga miundombinu muhimu ya nishati, huku rais wa Marekani Donald Trump akitoa onyo kali ambalo halijawahi kushuhudiwa dhidi ya Iran. Mvutano huo umeanza baada ya majeshi ya Israel yaliyochochewa na hasira ya matukio yanayoendelea katika ukanda huo kutekeleza shambulio dhidi ya eneo kubwa la gesi la South Pars nchini Iran. Ingawa Israel imeshambuliwa kwa nguvu, taarifa zinasema ni sehemu ndogo tu ya kituo hicho kikubwa iliyoathiriwa. Hata hivyo, hali imekuwa mbaya zaidi baada ya Iran kujibu mapigo kwa kushambulia nchi ya Qatar. Iran imeshambulia miundombinu ya gesi asilia ya kimiminika, yani LNG, nchini Qatar, hatua ambayo imetajwa kuwa ni kosa kubwa la kimkakati. Rais wa Marekani Donald Trump kupitia tamko lake rasmi kwenye mtandao wa Truth Social ameweka wazi kuwa Qatar haikuhusika kwa namna yoyote na shambulio la Israel na kwamba Iran imeshambulia nchi isiyo na hatia bila kuwa na ukweli wa mambo. Katika kile kinachoonekana kama mstari mwekundu, Rais Trump ametoa onyo la mwisho akisema iwapo Iran itaamua bila hekima kuishambulia tena Qatar, Marekani kwa kushirikiana na Israel au peke yake itajibu kwa kulipua kabisa miundombinu yote ya gesi ya South Pars nchini Iran kwa nguvu na uwezo ambao Iran haijawahi kuona katika historia. Trump ameongeza kuwa ingawa atamani kusababisha uharibifu wa kudumu kwa mustakabali wa taifa la Iran, hata sita kuidhinisha operesheni hiyo ikiwa vituo vya gesi vya Qatar vitaguswa tena. Wataalamu wa masuala ya nishati wanaonya kuwa kituo cha Ras Laffan nchini Qatar kinachozalisha takriban 20% ya gesi ya LNG duniani kikiharibiwa, dunia itakabiliwa na uhaba mkubwa wa nishati na kupanda kwa gharama za maisha kote ulimwenguni. Hadi sasa majeshi ya Qatar na washirika wake yameimarisha ulinzi, huku dunia ikisubiri kuona hatua itakayochukuliwa na Tehran kufuatia onyo hilo la Marekani. Sisi tunaendelea kufuatilia kwa karibu yanayojiri nchini Qatar na Iran na tutakujuza kila kinachojiri. Mimi jina langu ni Abdul Juma. Asante kwa kuwa nasi. Hii ni Dems Media.